Katika kuliangalia hili na msingi wa uzinduzi wa kituo hichi unaenda sambamba na maazimio ya Mheshimiwa Rais wetu katika kuhakikisha kwamba anasimamia makuzi ya watoto, yale makuzi ya awali. Tunapowasimamia watoto katika makuzi yao ya awali, tunakwenda kutengeneza vijana ambao tutapata mainjinia wazuri, tutapata wahasibu wazuri, tutapata wachumi wazuri, tutapata madaktari wazuri, tutapata mapilot wazuri na maeneo mengine yote. Taasisi zote hizi zinategemea makuzi ya watoto. Mtoto anapokuwa vizuri, kwa kweli akili yake inaendelea kuwa imara, namna ya ubunifu anaokuja nao unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo binafsi nichukue nafasi hii kuwaomba wananchi wote wa Zanzibar na wa Tanzania kuendelea kusikiliza maelekezo ya wataalamu wetu juu ya namna gani ya makuzi na malezi ya watoto wetu. Kituo hichi ni message nzuri kwa Zanzibar, lakini kwa Tanzania. Lakini sasa hii inakwenda kutoa ujumbe kwa ndugu zetu wafanyabiashara na wajasiriamali kufanya biashara zao vizuri. Sometime unakuta mtu anafanya biashara amebeba mtoto mgongoni, lakini hapa ataleta mtoto wake, anashughulikiwa vizuri hapa na yeye anaendelea na biashara zake. Hili ni jambo kubwa ambalo litampa comfort katika ufanyaji wa biashara zake, lakini litampa comfort kwamba mtoto wake anakuwa handled vizuri. Na washukuru wote wale ambao wanawasimamia wale watoto, lakini kwa great care ambayo wameiweka katika ujenzi, lakini kwa great care ambayo wataiweka katika usimamizi. Niwaombe kina mama sasa, pahala hapa na maeneo mengine, masoko yetu yote tuna plani kufanya vitu kama hivi. Pako salama, kiwa na mtoto wako asikuzuie kuja kufanya biashara yako, njoo naye, utaratibu upo umewekwa, mtoto atakuwa handled vizuri na wewe utaweza kufanya biashara vizuri. Mwisho, tumekifungua kituo chetu hichi hapa cha malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto cha Mwanakwerekwe, na lengo ni kupata familia zilizokuwa bora, lakini taifa lililokuwa imara. Hatutaki taifa legelege, tunataka mainjinia wa kweli, sio wanatujengea majumba yanaporomoka. Tunataka madaktari wa kweli, tusisafiri tena kwenda India. Kwa nini India? Isiwe kwa nini Tanzania na Zanzibar? Tunataka wahasibu wa kweli, tunataka viongozi mbalimbali wa kada mbalimbali wa kweli kweli ambao watatuletea mrejesho, kama vile tunavyoona nchi zetu za Singapore, rais alitembelea, walifanyaje? Waliwekeza katika kizazi kama hichi. Na sisi Zanzibar tunataka kujikita huko ili sasa nchi yetu ilete mabadiliko chana ya moja kwa moja. Mheshimiwa Mgeni, na sisi tuunge katika juhudi hizo, kwa sababu akina mama hawa wanaokuja hapa na akina baba wakipata mazingira salama ambapo watoto wao wanaweza kukaa kipindi ambacho wanafanya biashara, na wao wanapata amani kufanya biashara vizuri wanapokuwa wamekaa. Eneo hili Mheshimiwa, linaweza kuwahodi watoto 60 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tunaamini kwa kiasi hicho litaweza kuwapatia nafasi ya kina mama walio katika soko hili na wafanyabiashara wote walio katika soko hili kuweza kuwapa mazingira salama ambayo wanaweza sasa wakawa na watoto wao hapa.